Umeshawahi kusikia sauti ndogo nyembamba Mungu anaposema na wewe, au akisema na wewe katika ndoto, au kupitia manabii, au hata kwa sauti kubwa ya kusikika? Uwezekano mkubwa ni kwamba Mungu akisema na wewe hautasikia, hautaelewa, kwa sababu utasema no, hiyo ni ngumu sana, haiwezekani. Hii ni kwa sababu Mungu akisema na sisi huwa anaongea vitu ambavyo haviumkiniki, ni ngumu kueleweka, na mara nyingi vinaonekana kama vile sio kweli. Fikiria, Mungu anaongea na watu wadhaifu kwamba wao ni hodari. Anaongea na watu waliochoka kwamba wana nguvu, watafanya makubwa. Mungu anaongea na watu ambao wanahisi wameachwa peke yao kwamba sijakuacha. Uwezekano mkubwa ni kwamba Mungu ameshaanza kuongea na wewe, lakini hujaelewa, kwa sababu ya yale mambo Mungu anayosema ni makubwa kuliko unavyowaza. Unasema na haiwezekani. Sasa baki na mimi, kwa sababu nataka nikuonyeshe kwamba yale Mungu anayosema na wewe alafu unahisi kwamba no, huyu sio Mungu au hii haiwezekani, inawezekana. Ni hasa huo ni ujumbe wa Mungu kwako. Karibu tujifunze. Mimi ni Pastor Msafiri. Tutaangalia mifano kadhaa kutoka kwenye Biblia, mambo ambayo Mungu amesema na watu wake, tukianzia katika kitabu cha Mwanzo kabisa, sura ya 6, wakati Mungu anaongea na Nuhu kwamba muda umefika kutokana na maovu ya watu, kwamba Mungu anaenda kuiharibu dunia na wote wakaao. Lakini Nuhu amepata kibali, kwa hiyo anamwambia Nuhu, ujenge wewe safina ili upate kupona. Ni jambo ambalo haliwezekaniki au halijawahi kutokea kwamba Mungu amegharikisha dunia yote, ila hapa ndio Mungu anasema kwamba anaenda kugharikisha dunia yote. Wote wenye mwili watembea juu ya nchi wanaenda kupotea, ila watakaopona ni wale ambao watakuwa kwenye safina. Na huyu Nuhu alitumia miaka 120 kujenga safina. Katika muda wote huo ilikuwa inaonekana kama ni kituko, kama jambo ambalo haliwezekani, lakini likaja kutokea. Mfano wa pili upo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, habari za Mtume Paulo. Wakati Mtume Paulo kwenye kesi yake na Wayahudi akaomba rufaa kwenda Rumi kwa Kaisari, wakiwa katika merikebu kwenda Rumi, dhoruba kubwa inaikumba ile meli, usiku na mchana kote mbingu imefunga, hawaoni jua, hawaoni nyota, wametupa mali zao zote, shehena zote wametupa baharini, na wao wenyewe wameenda siku kadhaa bila kula. Sasa wanajua kwamba wanaenda kufa kabisa. Alafu neno la Mungu linakuja kwa Paulo kupitia kwa malaika. Biblia inasema Paulo akasimama katikati yao akasema, wanaume, iliwapasa kunisikiliza mimi na kuto kung'oa nanga huko Krete na kupata madhara haya na hasara hii. Sasa nawapeni shauri, iweni na moyo mkuu, kwa maana hapana hata nafsi moja miongoni mwenu atakayepotea, ila merikebu tu. Kwa maana usiku huu wa leo malaika wa Mungu ambaye mimi ni wake, naye ndiye nimwabuduye, alisimama karibu nami, akaniambia, usiogope Paulo, huna budi kusimama mbele ya Kaisari. Tena tazama, Mungu amekupa watu wote wanaosafiri pamoja nawe. Basi wanaume, changamkeni, kwa sababu namwamini Mungu ya kwamba yatakuwa vile vile kama nilivyoambiwa. Lakini hatuni budi kupwelewa katika kisiwa kimoja. Hili jambo lilikuwa ni kama haliwezekani. Watu wameshajipanga kwamba hapa wanakufa baharini, lakini Mungu anawaambia kwamba hatapotea hata mmoja. Wakae na Paulo, kwa sababu Paulo anamwamini Mungu aliyetuma neno hili. Mfano mwingine ambao utakuwa ni watatu upo katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 3, enzi za nabii Elisha, wakati kulikuwa kuna kiu. Wanajeshi chini ya wafalme watatu wamekusanyika ili kwenda vitani, alafu imetokea kiu kiasi kwamba wanyama wanaonekana watakufa kwa kiu na wanajeshi pia watakufa kwa kiu. Sio tu hawana nguvu ya kwenda kumkabili adui, lakini kiu yenyewe inataka kuwamaliza kabla hata ya kuanza kupigana hivyo vita. Kwa hiyo wakawa wamedhoofika sana, wakapata shauri kwamba wamtafute Elisha ili waombe neno la Bwana kutoka kwa nabii. Elisha akasema, kama Bwana wa majeshi aishivyo, Bwana asema hivi,
Fanyeni bonde hili lijae mahandaki, kwa kuwa Bwana asema hivi, hamtaona upepo wala hamtaiona mvua, ila bonde hilo litajaa maji, nanyi mtakunywa, ninyi na ng'ombe zenu na wanyama wenu, na jambo hili ni jepesi machoni pa Bwana. Pia atawatia Wamoabi mikononi mwenu, nanyi mtapiga kila mji wenye boma na kila mji ulio mzuri, na kila mti mwema mtaukata, na chemchemi zote za maji mtaziziba, na kila mahali palipo pema mtapaharibu kwa mawe. Ikawa asubuhi, wakati wa kutoa sadaka ya unga, tazama, maji yakaja kwa njia ya Edomu, hata nchi ikajaa maji. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kuona ni kwamba ujumbe wa Mungu unapokuja, neno la Mungu linapokuja kwa watu wake, inakuwa ni kitu kigumu kueleweka, ni kama kitu ambacho hakiwezekani, lakini ndio kitu ambacho Bwana amekikusudia na kinafanyika. Kwenye Kutoka sura ya 14, wakati Musa na wana wa Israeli wanakimbia kutoka Misri, wanafuatiwa na Farao na jeshi lake, wakafika mahali ambapo ukingoni, ufukweni, bahari iko mbele yao. Nyuma jeshi la Farao linakuja kwa hasira kali, wakawa naogopa na kutahayari. Alafu Musa akamuuliza Mungu na Mungu akamjibu. Neno la Bwana linasema, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele, nawe inua fimbo yako ukanyoshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya, nao wana wa Israeli watapita katikati ya bahari katika nchi kavu. Nami tazama, nitaifanya mioyo ya Wamisri kuwa migumu, nao wataingia na kuwafuatia, nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, kwa magari yake na kwa wapanda farasi wake. Na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, nitakapokwisha kujipatia utukufu kwao na magari yake na farasi zake. Mambo ya Mungu anavyosema na watu wake, financial analyst wanapotea. Wataalamu wa mazingira wanaweza wakasema kwamba mvua haitanyesha labda mpaka mwakani huko, lakini neno la Mungu likaja likasema kwamba mvua itakuwa kubwa leo na kesho kutwa, na itakuwa hivyo, kwa sababu Mungu hafuati wataalamu wanasema nini. Mungu anaamua analotaka. Kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 11, wana wa Israeli wakiwa jangwani wakalalamika ya kwamba hawajala nyama, wamemisi nyama, alafu Mungu anawaletea nyama ya kutosha. Musa mwenyewe akauliza Mungu, watu hawa ni wengi, unasema utawapa nyama sio siku moja, sio siku mbili, sio siku tatu, mwezi mzima, itawezekanaje? Yaani Musa mwenyewe nabii alikuwa haelewi. Ndivyo hivyo inavyokuwa neno la Bwana likija kwa watu wake, hawaelewi. Lakini kutokuelewa sio ishu, ila kuamini ndio ishu. Amini kile Bwana anasema ndio kinafanyika. Hesabu sura ya 11 mstari wa 32. Kisha upepo ukavuma kutoka kwa Bwana, nao ukaleta kware kutoka pande za baharini, nao ukawaacha wakaanguka karibu na kambi, kama kiasi cha mwendo wa siku moja upande huu na kama kiasi cha mwendo wa siku moja upande huu kuizunguka. Nao wakafikilia kiasi cha dhiraha 2 juu ya uso wa nchi. Watu wakaondoka mchana huo wote na usiku huo wote na siku ya pili yote, wakakusanya hao kware. Yeye aliyepata ya upungufu kuliko wenzie alipata kiasi cha homeri 10, nao wakawaanika wote kando kando ya kambi kuizunguka pande zote. Yaani elewa kitu kimoja, huyu aliyepata kidogo alipata homeri 10. Homeri 10 ni kama lita 2000. Fikiria 2200 actually. Fikiria ukubwa wale matanki ya maji, lita 1000, lita 2000, sasa lita 2000. Yaani mtu aliyepata kware wachache baada ya kuwachukua na kuanika wakakauka kwa hifadhi, ilikuwa ni ile lita 2000. Kwa kila nyumba, unavyohesabu watu hapa, mtu na nyumba yake, kwa kila familia ilikuwa imejaza kware kwenye tenga la ujazo wa lita 2000. Hii ndio kitu Bwana alifanya, kwamba alileta kware wa kutosha, jambo ambalo haliwezekaniki, lakini yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. Kwenye Wafalme wa Pili sura ya 6 na ya 7 inaongelea kuhusu
mji wa Samaria ulikuwa wameuhusuru, adui kauzunguka. Kwa hiyo kawa kuna njaa kali sana. Njaa ilikuwa kali kiasi kwamba watu walikuwa wanakula mavi ya njiwa na kichwa cha punda. Hasa mavi ya njiwa yalikuwa yanauzwa, yaani kibaba cha mavi ya njiwa kilikuwa kinauzwa kwa vipande 5 vya fedha. Sasa wakati kama huu, neno la Bwana likaja kupitia nabii Elisha. Katika Wafalme wa Pili sura ya 7, Biblia inasema, Elisha akasema, lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli, na vipimo 2 vya shairi kwa shekeli, langoni pa Samaria. Basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akamwambia, angalia, wewe utaliona kwa macho yako, lakini hutakula. Mteule, hili jambo liliwezekana. Unga ulikuwa bwelele, ila huyu jamaa aliyekuwa hajaamini hakuonja hata kidogo, aliona kwa macho ndo akapotea pale pale, mwisho wake ukafika. Mfano wa 7 upo katika kitabu cha Mwanzo sura ya 18, pale ambapo neno la Bwana linakuja kwa Ibrahim na mke wake kwamba watapata mtoto wa ahadi. Wakamwambia, yu wapi Sara mkeo? Akasema, yumo hemani. Akamwambia, hakika nitakurudia wakati huu huu mwakani, na tazama, Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema iliyokuwamo nyuma yake. Basi Ibrahim na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa, na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akisema, niwapo mkongwe nitaipata furaha, na bwana wangu yu mzee? Bwana akamwambia Ibrahim, mbona Sara amecheka akisema, mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee? Kuna neno gani lililogumu la kumshinda Bwana? Kwa muhula wake nitakurudia wakati huu huu mwakani, na Sara atapata mwana wa kiume. Sara akakana akisema, sikucheka, maana aliogopa. Naye akasema, sivyo, umecheka. Sikiliza, kama kungekuwa kuna medical report, maana Sara alikuwa ni mzee, kashavuka menopause, ni ajuza. Sasa kama kungekuwa kuna medical report yake wakati huo kuhusu Sara, kuhusu uwezo wake kupata mtoto, nikwambia ni impossible, not possible at all, full stop. Kwa sababu mayai yameisha, hana tena hedhi. Lakini Bwana anasema majira kama haya mwakani Sara atakuwa amepakata mtoto. Kwa hiyo ripoti ya daktari ni nzuri, lakini bado haijafika mwisho. Kuna ripoti kubwa kuliko daktari. Kuna ripoti yenye mamlaka kuliko daktari. Kuna maagizo makubwa kuliko anayotukwambia daktari. Sawa? Sasa ripoti ya daktari kuhusu Sara inasema kwamba hawezi kupata mtoto, lakini Bwana anasema majira kama haya mwakani Sara atapata mtoto. Na unafahamu kuhusu hii habari, Sara alipata mtoto Isaka, na Isaka akapata watoto Yakobo na Esau, na Yakobo ndiye Israeli. Mpaka leo unaongelea kuhusu uzao wa Israeli. Jina la Bwana libarikiwe. Sara alipokuwa anahofia au anajiuliza kwamba itawezekana, akasema mimi ni mzee nitapata furaha, alikuwa anaongelea kuhusu furaha ya tendo la ndoa, sexual pleasure, kwa sababu yeye ni mzee sana na mume wake Ibrahim ni mzee. Inaonekana moto ulikuwa umekata, lakini Bwana anarejeza ujana kama tai. Kwa hiyo moto ukarudi, power ikawa connected, vitu vika happen. Umeshaelewa? Ndio maana hata baada ya Sara kufa unaona Ibrahim ana watoto wengine wengi. Mwanzo sura ya 25 inasema Ibrahim alioa mke mwingine jina lake akiitwa Ketura, akamzalia Zimrani na Yokshani na Medani na Midiani na Ishbaki. Ibrahimu akampa Isaka yote aliyokuwa nayo, lakini wana wa masuria aliyokuwa nao Ibrahim akawapa zawadi, naye akawaondoa katika mahali alipokaa Isaka mwanawe wakati wa uhai wake, waende pande za mashariki mpaka nchi ya Kidemu. So Ibrahim baada ya Sara kufa alikuwa na mke mwingine ambaye anaitwa Ketura, naye akazaa wana.
alafu kuna wana wa masuria. Ketura sio suria, kuna masuria, sio suria moja, masuria, na hao masuria walizaa wana. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu pale alivyoambiwa kuhusu habari za Isaka, Bwana alirejeza ujana kama tai. Kwa hiyo hata kama medical report inakwambia yasiyofaa kuhusu moto, bado Bwana anaweza akawasha moto. Umenielewa? Kuna binti alikuwa amefanyiwa upasuaji wa kuondoa vimbe katika mji wa mimba. Ilikuwa ni kesi mbaya kwa mpaka mji wa mimba uliondolewa. Kwa hiyo hawezi kupata mtoto. Alikuwa binti mdogo, hajaolewa, baadaye akaja kuolewa. Alivyoolewa, kabla ya kuolewa, alimwambia mume wake kwamba ila mimi stori yangu ndio hii, siwezi kupata mtoto. Kusema sio kitu, akaoana. Bwana akawatendea. Siku si nyingi, binti akashangaa, hali imebadilika, kwenda kucheki, ana ujauzito. Ripoti ya daktari inasema kwamba huyu ametolewa mji wa mimba, lakini ana ujauzito. Isaya sura 44 inasema haya kuhusu Bwana: nizitanguaye ishara za waongo na kuwatia waganga wazimu, niwarudishaye nyuma wenye hekima na kuyageuza maarifa yao kuwa ujinga, nilithibitishaye neno la mtumishi wangu na kuyafikiriza mashauri ya wajumbe wangu. Yaani anawatia waganga wazimu. Waganga hapa inaongelea matabibu, madokta. Yaani anawatia madokta wazimu, kwa sababu dokta amesema kwamba huyu binti hawezi kupata mimba, katolewa mji wa mimba. Alafu anashangaa kipimo kinaonyesha kwamba pregnancy test positive, kwamba huyu mtoto ana mimba sasa, lakini hana mji wa mimba. Kwa hiyo iende kwenye ultrasound, bwana imekuaje? Kweli unashangaa mji wa mimba upo na kuna kitoto kule ndani. Kimekuaje? Hatujui. Ndipo utajua kwamba yupo Mungu wa Israeli. Bwana akisema neno huwa ni jambo gumu, jambo kama haliwezekani hivi. Katika Yohana sura ya 5, Bwana anamkuta mtu amelala hawezi miaka 38, anamwambia inuka, chukua godoro lako uende, uondoke hapa. Mtu amepoza, anaweza kuinuka akaondoka, lakini Bwana anamwambia. Kwa hiyo Bwana anaweza akakwambia ufanye kitu ambacho kama hakiwezekani hivi. Huna mtaji, huna nini, lakini anakuambia uanzishe biashara fulani. Unashangaa, Bwana Mungu wangu, ili inawezekanaje? Mtaji wenyewe nitaanzia wapi? Lakini ndio Bwana anakwambia utafanya. Kwa usidharau neno ambalo Bwana anakupa. Kama ni gumu, nifanye vipi hapa? Alikuja kwa akina Mariamu na Martha, anawaambia ondoeni jiwe. Wanamwambia Bwana, huyu mtu amelala maiti siku 4, ananuka. Sasa tukiondoa jiwe kutakuwa hadi gani hapa? Lakini anamwambia no, sikukwambia, ukiniamini utaona makuu ya Mungu. Kwa hiyo iko hivi, ni kwamba Bwana anafanya makubwa. Kama kuna kitu unahisi Mungu amekusemesha, usikipotezee kwa sababu unaona hakiwezekani. Usikipotezee kwa sababu unaona hii ni impossible. Usikipotezee kwa sababu unaona kwamba mbona sina vigezo. Hapana, muamini Mungu. Muulize tu unafanyaje, au nifanyeje, au inakuaje hapa, mbona kuna hiki, lakini nielezeni nijue yanipasayo. Yaani jimwage kwa Bwana. Sawa? Ndio unapokuja mfano wa 10 katika mifano hii tuliyokuwa tunapitia. Wakati Bwana amekwenda kwa Mariamu kumwambia kuhusu ujauzito, Mariamu alimuuliza Bwana, litakuwaje neno hili? Maana sijui mume. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. So usitegemee neno la Mungu katika hali yako liwe ni neno ambalo linaingia akilini, neno ambalo wataalamu, maprofesa watakaa watasema ya wazo zuri sana hili. Usitegemee hivyo. Usitegemee neno la Mungu litakapokuja litakuwa ni kwamba kila mtu analikubali kwamba yes safi. Haitakuwa hivyo. Usitegemee kwamba neno la Mungu likija litakuwa linaonekana ni kitu rahisi kufanya, ni kitu no. Neno la Mungu likija litakuwa kama linapingana na akili yako ya kawaida, kama linapingana na taratibu ulizozoea, kama linashangaza kwamba hiki ni kituko,
lakini kama ni neno la Mungu limekuja, hayo mambo yasikuzuie. Muamini Mungu anachosema. Kwa kama Mungu alishawahi kusema na wewe kitu ukakipuuza, ukapotezea, inabidi urejee kwa Bwana kwa toba, umuombe akurehemu na umuombe akusaidie, kwamba anaposema na wewe, akili yako hata kama haitaelewa, moyo wako kama hautakuwa umeamini sawa sawa, bado akusaidie uweze kwenda na hilo neno ambalo Mungu amekupa. Uombe kama alivyoomba yule mtu, naamini Bwana, nisaidie kutokuamini kwangu. Mimi ni Pastor Msafiri. Asante kwa kuwa nami katika video hii. Mpaka video ijayo, barikiwa.